Kwingineko, shirika la Msalaba Mwekundu nchini lilianza sherehe zake za 60 Garissa kuadhimisha miongo 6 ya utoaji msaada wa huduma za kibinadamu humu nchini. Kwingineko, serikali imeshauriwa kutekeleza sheria ili kuhakikisha huduma za matibabu bila malipo kwa wagonjwa wenye matatizo ya kiakili katika hospitali za umma. Naam, taarifa kamili ni katika taarifa zetu kutoka kaunti bila shaka. Katika harakati za kuadhimisha hatua kubwa ambazo limepiga, shirika la Msalaba Mwekundu nchini liliandaa mafunzo ya huduma ya kwanza ya kuokoa maisha inayoangazia usalama barabarani pamoja na utoaji mafunzo ya wanachama 60 wapya. Katika hafla hii, shirika hili limepongezwa kwa uwajibikaji wake katika maandalizi ya kushughulikia majanga na masuala ya dharura, hasa kwenye maeneo yanayokabiliwa na changamoto za mafuriko, ukame na ukosefu wa usalama. We are celebrating 60 years and we had a procession here in Garissa to create awareness to community around Garissa that yes, we exist for them and Red Cross is part and parcel of that community. Kwingineko, serikali imehimizwa kutekeleza sheria za kuwezesha matibabu yasiyo na malipo kwa wagonjwa wenye matatizo ya kiakili katika hospitali za umma. Dementia ni ugonjwa uko kwa wale watu wako na umri, hawawezi kujieleza, hawawezi kukaa peke yao, wanahitaji kukaa na watu wanawaangalia, wale wanawapatia tunaita care. Na afisi ya Tume Huru ya Uchaguzi na Uratibu wa Mipaka Kirinyaga ya Kati ilifanya chaguzi za shule manispaa ya Kerugoya. Shughuli hiyo ikiwapa wanafunzi ujuzi wa mchakato mzima wa uchaguzi, thamani ya demokrasia, utawala mwema na jukumu la tume hiyo katika uchaguzi mkuu nchini. We really want to thank our local leadership and especially our parent company Fresha, is that we do not have a backlog for remittances. We get our milk paid to farmers on 5th, so we cannot complain like many other institutions who talk about the challenge of remittance. That's not a competitive advantage we have. Wakati huo serikali kupitia Wizara ya Kilimo na Ufugaji imeombwa kuimarisha ufugaji wa kuku nchini. Hatua hii kwa mujibu wa wadau itadhibiti kuzuka kwa walaghai ambao huathiri biashara na kusababisha hasara kwa wafugaji. Be assured that your investment, whatever you have invested with us, it's safe. And there's nothing that gives a human being peace rather than knowing that where I've invested, whatever I've invested is safe. Na hatimaye wanachama wa chama cha akiba na mikopo kwa wafugaji ng'ombe wa maziwa cha Kidhunguri wamepitisha azimio ambalo litawezesha kuwa na mkutano maalum wa kila mwaka kwa kutumia mtandao. Afisa mkuu mtendaji wa chama hicho Charles Kioko amepongeza azimio hilo la mikutano ya mtandaoni, akisema itarahisisha mahudhurio ya wanachama pamoja na kupunguza gharama za kusafiri kwenda kushiriki mikutano ya moja kwa moja. We started by training them on leadership qualities, how a good leader is supposed to be. We showed them, we took them through the chapter 6, and today we are culminating the whole thing in ensuring that they take part in choosing those good leaders for our country.